Uwarigani mpenzi mwana michezo, aso mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, nazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young African. Kikosi cha Yanga hakijabadilika, kutoka kwenye mchezo ambao wameshinda goli 2-0 kule Kigoma, na hapa Arusha Tanzania. Kikosi kiko vile vile, nitakwenda kukitaja moja kwa moja, lakini pia nitakwenda kutaja msimamo kama unavyoonekana hadi kufikia sasa, na tutakwenda kuzungumza moja kwa moja mimi na wewe kile ambacho kinaendelea kwenye mchezo huu. Kwa hiyo usisahau kabisa kusubscribe na kuungana na familia kubwa ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa. Tukwende moja kwa moja kwenye kilichotuleta hapa. Klabu ya Young African kwa sasa wapo katika nafasi ya pili wakiwa na alama zao 63. Michezo yao ni 27 wakiwa nyuma mchezo mmoja dhidi ya vinara wa ligi kwa sasa ambao ni Simba Sport. Lakini Young African licha kuachwa alama moja na mchezo mmoja nyuma, yeye ana manufaa makubwa hasa kwenye magoli ya kufunga na kufungwa. Hadi sasa yeye ndo kinara wa magoli ya kufunga na amefungwa magoli machache kwenye ligi nzima, lakini licha ya hiyo ana goli 14 za faida ambazo hata kama ikitokea yeye na Simba watakwenda kulingana point, lazima Yanga tabaki juu kwa sababu yeye hanazo goli 14 za faida. Na kitu ambacho Yanga Afrika inabidi kujilinda sana katika michezo iliyobakia, kama mchezo huu ambao anacheza na Fountain Gate akiweza kushinda goli nyingi na michezo mingine akashinda goli nyingi, itakwenda kumpa asilimia zaidi ya 95 za kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu klabu ya Simba wao wanachoonekana kufanya wanarudisha kufukuzia mwewe, na wakitegemea labda ajitokeze mtu hamwangushe Young African, na si tu kwa magoli bali kwa kumfunga kabisa, kwa sababu Simba hahitaji draw kwenye kumwangusha. Twende moja kwa moja kwenye kikosi cha Young African. Golini ni Djigui Diarra ambaye ameanza akiwa eneo la nambari 2 ni Yao Kwasi Atoula, beki kitasa kabisa. Nambari 3 ni Shadraka mwana wa Boka. Nambari 4 si mwingine tena ni Ibrahim Baka Abdul. Nambari 5 si mwingine tena ni Bakari Nondo Mwamnyeto, Captain Classic, Captain Fantastic kutoka kwenye viunga vya klabu ya Dar es Salaam Young African. Na eneo hili la mabeki linaonyesha ni jinsi gani Young African hataki kubadilisha structure yake na anataka kwenda na moto ule ule ambao amekuwa akienda nao. Namba 6 na namba 8 hapa wanakwenda kusaidizana, bwana mkubwa Duke Abuya akiwa katikati pale na Maxi Mpia Nzengeri, wanamuita mzungu mweusi. Lakini pia namba 7 ni bwana mkubwa Haran Super Okero ambaye amekuwa na kiwango kikubwa kweli kweli toka ajiunge na klabu ya Dar es Salaam Young African. Lakini pia eneo la nambari 9 si mwingine tena ni mwana wa Mfamrume Prince Mfomelelo Dube, kila mtu anamuita Simba wa Mwituni Prince Mfomelelo Dube. Nambari 10 si mwingine tena ni yule ambaye anawatesa wengi kwa kupiga simu kali sana, tunamzungumzia Mudathir ya basi ambaye na sasa na yeye amekwisha fikisha goli 9 akiwa sawa na wafungaji bora kabisa wa Dar es Salaam Young African, na hii inaendelea kumpa ukubwa ambao anastahili kupata. Na nambari 11 ni mwingine tena yule pale tunamzungumzia Pacome Odo Zouzoua. Kwa hiyo usiondoke hapa, tunakwenda kutangaza mpira huu live kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo hii ndio chaneli pekee ambayo inakwenda kutangaza mechi hii ya kati ya Young African dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo usiondoke, tutakwenda kuleta video ya ngavu ya live kabisa bila chenga. Asante sana. This is Yanga. Usisahau kusubscribe.